Leo nataka niongelee juu ya uelewa wa watu ambao ukikosoa tu kitu ambacho hakiko sawa katika tawala au katika uongozi, wanasema unachanganya dini na siasa. Lakini nataka huenda uelewi, huenda unaelewa, lakini unabishia tu uzoefu. Lakini kazi kabisa ya dini, kazi ya kanisa au kazi ya dini ni kukosoa vitu ambavyo haviko sawa katika jamii. Leo hii ukionekana ni mcha Mungu au ni mlokole, ukiwa unakosoa vitu ambavyo viko sawa katika jamii, unaonekana unachanganya dini na siasa. Lakini lazima tujue kwamba siasa ni nini. Tafsiri kabisa siasa iliyonyooka tu kabisa katika mazingira ya hayo tuliyosoma, tafsiri yake ni kwamba ni mfumo wa uongozi katika jamii. Yaani hiyo ndio tafsiri ya siasa. Siasa ni mfumo wa uongozi katika jamii. Kwa maana yake hakuna mtu duniani asiyekuwa mwanasiasa. Kitendo cha kuwa baba kwenye nyumba yako au kuwa mama kwenye nyumba yako, tafsiri yake ya kwanza, tayari wewe ni mwanasiasa, kwa sababu tayari una familia iliyokuzunguka wewe, ndio unayeamria namna kufanya na namna kuishi. Kwa hiyo ndio tafsiri pana na iliyonyoka kuhusiana na siasa, yaani ni mfumo wa uongozi katika jamii. Sasa basi, wale ambao wanasema huyu mchungaji anachanganya siasa na dini, hapana. Yaani kazi ya dini kabisa ya kwanza kabisa ni kukemea utawala mbovu au namna mbaya au maonezi mahali popote, sio kanisani tu, mahali popote inatakiwa ukemee mfumo wa uongozi au ukemee taratibu ambazo haziko sawasawa. Na kama walokole wanakosea kukemea au kuongelea habari ya siasa, basi mwanzilishi wa siasa ni Mungu mwenyewe. Kwa nini mwanzilishi wa siasa ni Mungu mwenyewe? Yeye ndiye aliyokosoa vitu vingi na mpaka waliamua kumuua. Wakafuata mitume wa kina Paulo, walikosoa vitu vingi katika jamii. Walikuwa hawakosoi tu kanisani, walikuwa wanakosoa mfumo mzima wa uongozi ulikuwa hauko sawa. Kwa hiyo mwanadini ndiye mtu wa kwanza aliyepaswa kukemea uonevu ulioko kwenye siasa au uonevu ulioko mahali popote katika jamii. Mtu aliyokoka au anayemcha Mungu ndio mtu wa kwanza kabisa ambaye alipaswa akemee vitu ambavyo haviko sawasawa. Kwa hiyo wewe unasema unachanganya dini na siasa, tafsiri yake wewe uelewa wako ni mbovu, akili yako ni ndogo juu ya kujua siasa ni kitu gani na dini ni kitu gani. Ni vitu ambavyo vinashabikiana, yaani haviko tofauti, ni vitu ambavyo vinashabikiana. Hawa baba zetu wa imani walikemea siasa, ndio maana alichinjwa. Wakina Yohana alichinjwa, wakina Petro alichinjwa, wakina Yakobo alichinjwa. Manabii wote tunaowasoma kwenye Biblia walikuwa wanakemea mambo ambayo hayako sawa katika jamii, ndio maana walichinjwa. Nitakusomea tu kwa dakika chache hapa. Yohana ndiye mtu pekee ambaye alimkemea mfalme au mtawala wa wakati huo. Yaani alimkemea mtawala. Mtawala alipooa mke wa ndugu yake, mke wa mdogo wake, alimwambia wewe sio halali yako kuoa mke wa mdogo wako, mke wa ndugu yako. Kwa maana hiyo tayari ilikuwa ni kosa. Kwa hiyo mwanadini mcha Mungu ndiye mtu wa kwanza pekee ambaye ulipaswa ukemee utaratibu wote ambao hauko sawa katika jamii iliyokuzunguka. Kwa hiyo unapokemea, watajitokeza aidha ni wanasiasa wenye hila au ni watu wenye roho mbaya, watakwambia unachanganya dini na siasa. Lakini dini na siasa ni kitu kimoja, vyote vimedili kuikosoa au kukosoa mahali ambapo hapako sawa. Tasoma Mathayo 3:14 mstari wa 3. Inaelezea Yohana alivyokatwa kichwa, yaani mpaka nakatwa kichwa tayari alimkemea mfalme. Herode alikuwa mfalme kama leo hii mama Samia ni mfalme kwa nafasi yake. Kwa naye kama atakosea anapaswa akemee, kwa sababu ni mwanadamu, anakosea, ana mapungufu. Nitasoma
Maana Herode alikuwa amemkamata Yohana, akamfunga, akamtia gerezani kwa ajili ya Herodia mke wa Filipo ndugu yake. Alioa Herodia, alikuwa ni mke wa ndugu yake, kwa sababu Yohana alimwambia si halali kwako kuwa naye. Yaani mke wa ndugu yako sio halali yako wewe. Kwa hiyo swala la hawa watu hawa wenda wale wao tu mbovu wanaosema unachanganya dini na siasa, unachanganya dini na siasa. Siasa kazi yake ni kukosoa mambo ambayo yako sawa katika jamii. Hata dini ndio yenye kazi hasa kuliko hata wanasiasa. Wanasiasa lao ni moja, lakini kazi kubwa hasa ya dini ni kukosoa vitu ambavyo haviendi sawa katika jamii. Mimi naishia hapo, ila nitaendelea tena kama hautanielewa. Amen.